بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، tuendelea na kitabu cha thalathatul usul, na katika darasa iliyopita tulikuwa tukielezea maana ya basmala, bismillahir rahmanir rahim. Qala rahimahullah, i'lam rahimakallah, jua Allah akurehemu. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah aelezea i'lam, jua, asema al-ilmu maana yake huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Asema elimu maana yake ni kulifahamu jambo kama lilivyo kwa ufahamu wa yaqini. Sawa, hiyo ndio maana elimu, kulifahamu jambo kama lilivyo kwa ufahamu wa yaqini. Hiyo ndio maana ya al-ilm. Kisha akasema wa maratibul idraki sittun, na maratib yani ngazi za mtu anavyoweza kuelewa jambo, kuelewa kitu, iko katika ngazi sita. Yani maratib ngapi? Sita. Yani hizi ni aina sita ya namna mtu anavyoweza kuelewa au kutambua jambo. Akasema martaba ya kwanza, al-ula, ya kwanza ni hii ambapo kwamba al-ilmu huwa idraku shay, elimu ya mtu kutambua kitu, ala ma huwa alayhi idrakan jazima, yani jinsi vile kilivyo ile kitu, sawa, akawa anaamini na kutambua na kuelewa kwa yaqini bila shaka yoyote. Hii ndio ni martaba ya kwanza. Kwa akatoa mfano kujua kwa yaqini kuwa moto unateketeza, unaunguza. Mtu anafahamu na anajua kwamba moto unaunguza na unateketeza. Hili ni jambo ambalo mtu analitambua kwa hakika na kwa kuona na kushuhudia na hana shaka nalo. Sawa, mfano kama huo. Martaba ya pili, al-jahlu al-basit, yani namna ya vile watu wanavyoelewa na kutambua jambo. Namna ya pili ni al-jahlu al-basit, yani ujinga wa aina rahisi, yani ujinga wepesi, sio ile mtu kuwa na ujinga sana. Na hii vipi? Wa huwa adamu al-idraki bil kulliyya, nayo ni kutokuwa na utambuzi kabisa wa lile jambo. Kwa mfano, mwalimu anamuuliza mwanafunzi, kwa mwanafunzi wa shule ya primary, sawa, shule ya msingi, hajaanza kuingia katika kufanya kazi. Mwalimu anamuuliza mwanafunzi, unajua namna ya kutengeneza umeme? Mwanafunzi akamjibu mwalimu, hapana mwalimu, sijui kabisa namna ya kufanya nini, ya kutengeneza umeme. Tumeelewa na swali? Sasa hapa huyu mwanafunzi hana ujuzi wowote, hana elimu yoyote juu ya jambo kama hili la kutengeneza umeme kabisa, na hajataja kitu chochote ambacho kwamba kitu sahihi. Sio hivi, amesema hajui. Kwa hivyo hii ndio ambayo kwamba inaitwa al-jahlul basit, yani ujinga wepesi, yani wa urahisi. Kwani
kutojua kule kutengeneza, ametaja na ameeleza bila kuchanganya na makosa yote. Ameeleza hapo, imemalizika. Vitu fanyana. Kuna martaba ya tatu ya namna vile watu wanavyoweza kuelewa na kutambua jambo, ni aljahlul murakkab. Aljahlul murakkab huu ni ujinga ule kuchanganya, yani mtu hajui na tena bado hajui. Na ni vipi? Wa huwa idraku shay ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi. Maana yake ni ile mtu anafikiria kitu vibaya, anakifikiria kitu vibaya tofauti na jinsi vile kitu kilivyo kweli. Tumeelewana? Kwa mfano, mtu anasema sala ya fajri ina raka 3. Tumeelewana? Na anaamini kabisa kwamba sala ya fajri ina raka 3. Kumbe si kweli. Sala ya fajri ina raka ngapi? Raka 2. Kwa hivyo huyu anafikiria kuwa anajua hii kitu, lakini kumbe kuelewa kwake na kujua kwake ni jua vibaya. Kwa hivyo hii ndio inaitwa nini? Aljahlul murakkab. Tayeb. Almartabatu rabi'a, martaba ya 4, namna vile watu wanavyoweza kuelewa jambo na kutambua jambo kama lile, ni alwahmu. Na hii alwahmu maana yake nini? Wa huwa idraku shay ma ihtimali dhidd rajih. Ni vile mtu kutambua kitu, kutambua jambo huku kukiwa na uwezekano wa kinyume, sawa, kuwa na kinyume chake ambao unakubalika zaidi. Kwa mfano, mtu anatembea akaona kwa mbali, akaona kitu cheusi hivi katika barabara, anaona kitu cheusi kwa mbali, akafikiri yule ni mbwa. Tumelana. Lakini kwa kweli kuna uwezekano mkubwa kuwa yule si mbwa, ni jiwe. Sawa, lile ni jiwe liko kala nyeusi, yeye akafikiri ni mbwa. Kwa hivyo hapa mfano kama hunu ametambua kile kitu kuwa ni mbwa, sawa, lakini kuna uwezekano mkubwa kuwa ni kinyume chake, si mbwa bali ni jiwe. Tufahamiana? Kwa hivyo huu ni mfano wa alwahm. Kuna martaba ya 5 ya mtu kuelewa jambo au kutambua jambo. Alkhamisatu, asema ashakku, shaka. Na nini maana shaka? Wa huwa idraku shay'i ma'a ihtimali musawin. Nayo ni mtu kutambua jambo huku kukiwa na uwezekano sawa wa pande mbili. Kwa mfano, mtu anapomuona fulani, yani anapomuona mtu kwa mbele, kwa mbali, hawezi kumtambua vizuri, sawa. Yani mtu akamwona mtu kwa mbali lakini hawezi kumtambua vizuri, akawa anafikiria huyu anaweza kuwa ni Abubakar au anaweza kuwa si Abubakar yule. Tumeelewana? Yani mtu anatembea kwa mtu kwa mbali yule kule, akasema yule anawezekana kuwa ni Abubakar au yule si Abubakar. Kwa hivyo hapa amemwona mtu lakini ana shaka, kwani uwezekano wa huyu anaweza kuwa ni Abubakar ni sawa na vile vile uwezekano wa kuwa si Abubakar. Kwa hivyo hii ni shaka.
Kuna martaba ya mwisho ya mtu kujua au kufahamu jambo, as-sadisatu adh-dhannu, kudhania. Na nini maana kudhania? Wa huwa idraku shay'i ma ihtimali dhidd marjuhi, nayo ni kule kutambua kitu huku kukiwa na uwezekano wa kinyume chake, lakini uwezekano huo ni mdogo. Kwa mfano, mtu anaona mawingu meusi angani, anaona mawingu meusi, sawa, akaamini mvua itafanya nini? Mvua itanyesha. Lakini bado kuna uwezekano mdogo mvua isifanye nini? Mvua isinyeshe. Labda upepo ukaja ukavuma ukapeleka ile mawingu, mvua haikufanya nini? Haikunyesha. Kwa hivyo hapa ana hakika zaidi mvua itanyesha, hiyo kwa dhana yake, lakini kwa ule uwezekano mdogo mvua haikuwepo, mvua haikunyesha. Tayeb, alafu Sheikh rahimahullah endelea asema, wal ilmu yanqasimu ila qismayn, elimu imegawanyika katika sehemu mbili, daruriyin wa nadhari. Elimu ya moja kwa moja na vile vile elimu ya kupitia kufikiria. Elimu ya moja kwa moja vipi? Yani daruri ni ile elimu ya lazima, yatakana mtu awe nayo. Ndio hapa anasema fadharuri, ama elimu ya dharura, elimu ya lazima, ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan, ni ile ambayo mtu hutambua lile jambo bila kufikiria sana au kufanya uchunguzi, yani jambo akalijua tayari, bihaithu yuqtarru ilayhi min ghairi nadharin wala istidlal, yani kwa sababu anajua na kulifahamu, analazimika kulijua lile jambo moja kwa moja bila ushahidi au dalili. Kwa mfano, kala ilmi bi anna an-nara haratun mathalan, kama vile mtu kujua na kutambua moto, sawa, unachoma, moto unaongoza, kwa mfano kama. Kwa hivyo hii haihitaji mtu kufanya bahthi na kufanya uchunguzi, kwa nini moto yajulikana tayari moto unafanya nini, unaongoza, unachoma. Wal nadhari, na elimu ya kufikiria, yani ya nadhari ni ipi? Ma yahtaju ila nadharin wa istidlalin, ni ile inayohitaji kufikiria na kutoa dalili. Kwa mfano, kal ilmu biwujubi niyyati fil wudu, kama vile elimu ya kujua kuwa hii nia ni wajibu katika wudu, lazima itekana istidlal na dalili. Kisha baada ya Sheikh rahimahullah, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah anasema, i'lam, jua, rahimakallah, Allah kurehemu. Baada ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ashaelezea hili neno al-ilmu, sasa anaelezea rahimakallah, Allah akurehemu. Kwa kumalizia asema, rahimakallah, Mwenyezi Mungu akurehemu, maana asema afadha alayka min rahmatihi allati tahsulu biha ala matlubika, Mwenyezi Mungu akupe rehema zake ambazo kwa kupitia hizo utapata unachokitaka. Watanju min mahdhurika, na utaokoka na yale unayoyahofia, yale unayoyaogopa. Fal maana, ama maana, ghafara Allahu lak. Sasa Sheikh rahimahullah anatofautisha, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, baina ya ar-rahma na al-maghfira, anatofautisha. Amesema ar-rahma ni afadha Allahu alayk, mwanzo anamwombea dua, afadha Allahu alayk, yani hii ni dua, Mwenyezi Mungu kwa rehema zake, sawa, allati tahsul biha ala matlubika, kwa kupitia hizo utapata unachokitaka. Watanju min mahdhurika, na utaokoka na yale unayoyahofia.
Baada kueleza rahma, sasa anataka kutuonyesha tofauti ya ar-rahma na al-maghfira. Akasema fal ma'na amana ghafara Allahu laka, Mwenyezi Mungu akusamehe ma madha min dhunubika, Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yako yaliyopita, wa waffaqaka bil maghfirati, na akufanikishe kwa kupata msamaha. Fal maghfiratu lima madha min adh-dhunubi, ama msamaha unahusu madhambi yaliyopita. Warahmatu wat-tawfiqu lilkhairi was-salamatu min adh-dhunub fil mustaqbal, na rehma pamoja na tawfiq, na hii yote ni kwa ajili ya yale mema na usalama dhidi ya madhambi katika siku zijazo. Yani anaelezea kwamba maghfira ni yale madhambi, majini kusema madhambi yaliyopita, na ar-rahma Allah akujalie tawfiq na khair na amani katika yale madhambi yatakayokuja. Wa sani'ul muallif rahimahullahu ta'ala, na kitendo cha mwandishi kusema rahimahullah yadullu ala inayatihi wa shafaqatihi bil mukhatabi, kinaonyesha kule kujali kwake na huruma yake kwa anayemzungumzia. Wa qasdil khairi lahu, na kwamba anakusudia mema kwake. Basi mpaka hapa naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.